Mtazamaji wa Mkaa TV, ni Mkaa TV Asili Mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Niko hapa katika maendelezo kukujuza mambo tofauti ya kihistoria kuhusu makabila yanayopatikana nchini Tanzania, zaidi ya makabila 120 na mwamba kabisa ya asili. Niko hapa naitika kwa jina moja, Tulango Mkaa, na niko tayari kukujuza historia fupi ya Wamakua. Ukifika kusini mwa Tanzania ama pwani ya Msumbiji, kuna kabila ambalo historia yake imevuka mipaka ya nchi, kabila ambalo lugha yake inasikika kama mziki wa bahari na mila zake zimebeba siri za karne nyingi. Unajua Wamakua ni akina nani? Wanatoka wapi? Na kwa nini wanatajwa kama moja ya makabila makubwa zaidi kusini mwa Afrika? Karibu sana kwa Mkaa TV Asili Mtandaoni. Beba utamaduni, tunaijenga kesho. Hakikisha una subscribe kwa sababu leo tunakuletea historia ya Wamakua, kabila lenye mizizi ya kina kuliko vile unavyofikiria. Wamakua ni moja ya makabila makubwa zaidi kusini mwa Afrika, hasa nchini Msumbiji, Mozambique ya zamani, lakini pia hupatikana sehemu za Tanzania, hasa mkoa kama Mtwara na Lindi. Historia inaonyesha kuwa Wamakua walikuwa ni miongoni mwa jamii za kale, jamii zilizotokana na Bantu migration, na kurudisha kwenye historia kidato cha pili, Ngoni migration. Na historia ya Wamakua huwezi kuitenga na Bantu migration, ambapo makabila yalihama kutoka Afrika ya Kati kuelekea kusini na baadaye mashariki, wakijikita zaidi kwenye kilimo, hasa mahindi, muhogo, kapea, uvuvi, hasa kwenye maeneo ya pwani, biashara ya ndani na Waarabu wa pwani ya Hindi. Na kurudisha kwenye mambo ya kihistoria, tutizame Wamakua. Je, walikuwa ama wako na utamaduni upi? Wamakua wana utamaduni tajiri sana unaojulikana. Ukiwaona utawafahamu kwa lugha. Kwanza wanazungumza Kimakua, lugha ya Kibantu yenye rahaja nyingi. Mila na desturi zao, hasa kwenye sherehe zao za jando na unyago, ngoma za asili kama mapiko na ile heshima walionazo kwa wazee. Awali walikuwa wakiamini misingi ya kidini, dini za jadi, lakini baadaye wengi wakawa Waislamu na Wakristo kutokana na mwingiliano wa Waarabu na Wazungu. Kibiashara, Wamakua pia na wao kama jamii zingine walikuwa sehemu muhimu ya biashara ya pwani ya Afrika Mashariki, wakishiriki biashara ya dhahabu, pembe za ndovu na baadaye biashara ya watumwa, hasa kipindi cha kihistoria. Hii ndio iliyofanya wawe na mawasiliano na Waarabu, Wahindi na Wazungu mapema sana. Leo unapowazungumzia Wamakua wa leo, Wamakua ni miongoni mwa jamii kubwa nchini Msumbiji. Pia wanaendelea kulinda utamaduni wao. Pia wapo huko ulimwenguni kama diaspora huko duniani. Lugha yao bado inazungumzwa sana. Utamaduni wao unaendelea kuathiri sana eneo la kusini mwa Afrika. Unapozungumzia Wamakua na historia hii fupi kuhusu Wamakua, kabila lenye nguvu, utamaduni na historia inayovutia dunia nzima. Je, unataka tuzungumzie kabila gani jingine linalofuata? Unaweza kuweka komenti yako hapo chini. Sasa subscribe wa Mkaa TV Asili Mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Historia zaidi za makabila na historia za Afrika. Tukutane kwenye video ijayo. Usikose, hakikisha una subscribe na turn on notification ili video inavyokuja unakuwa wa kwanza kufahamu kutoka kwetu. Sisi ndio ambao tumechagua kuifanya asili iwe kunako mitandao, ama tunasema Mkaa TV Asili Mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Naitika kwa jina la Ngosha wa Mkaya.